nyakati ngumu zinatengeneza watu hodari. Na hakuna namna ya kupata watu hodari. Hodari kisiasa, hodari kiutawala, hodari kwenye influence, hodari katika huduma ya neno la Mungu kama watumishi, hodari katika biashara, hodari katika uwekezaji na uchumi, hodari katika taaluma, hodari katika maisha ya kawaida. Hakuna namna unaweza kupata watu hodari bila nyakati ngumu, kwa maana nyakati ngumu zinatengeneza watu hodari. Na kitabu cha Kutoka, huo mlango wa kwanza mstari wa 12, kitabu cha Kutoka mlango wa kwanza mstari huo wa 12, Biblia inasema hivi: kwa kadiri walivyowatesa, lakini kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea, nao walichukiwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Kwa kadiri unavyoteseka, iwe ni kwenye taasisi, iwe ni kwenye familia, iwe ni mahali popote panapohusiana na maisha ya kwako, kwa kadiri unavyoteseka kwenye biashara, kwa kadiri unavyoteseka ni kwa kadiri unavyoongezeka. Sasa watu wengi hawajui ya kwamba mateso huwa yanatuongeza. Hakuna namna ya kupata kuongezeka na kuzidi kama wakati mwingine hatupitii kwenye mateso. Kuongezeka na kuzidi na kuenea kwa kanisa ni kwa mateso. Kulikuwa na early church persecution, lakini Yesu mwenyewe aliyelikomboa kanisa ana mateso ya msalaba ambayo tunaadhimisha kila mara siku 40 za Kwaresma. Lakini kuongezeka kumeunganishwa na mateso, ili pia uongeze kwenye familia. Wale akina mama wanafahamu, wakati mwingine unakuwa na miezi 9 ya mateso, lakini pia unakuwa na siku moja ya uchungu, alafu familia anaongezeka mtu mmoja. Kwa kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Na nyakati ngumu zinatengeneza watu hodari. Hard time created a strong people. Sasa kuna makosa ambayo wakati mwingine watu wanayafanya, makosa makubwa sana. Kama unataka kumtengeneza mtu awe strong kuliko wewe, awe strong kwenye leadership kuliko wewe, awe strong kwenye influence kuliko wewe, mtese kwenye taasisi. Yani wewe mtese. Nenda kwenye taasisi, wewe ni bosi, sijui una mamlaka, tengenezea mazingira magumu. Kwa maana hakuna namna atakuwa hodari bila kupitia mazingira magumu. Na kwa kadiri unapotengeneza mazingira magumu, ukisema nambana hapa, nambana hapa, namtengenezea kesi, namtengenezea kashfa hii, nambana hapa, nambana hapa, ndio unamtengeneza kuwa strong na unamzidisha kwa nyanja zote. Unamzidisha kwenye brain, kwenye akili, unamzidisha kwenye uchumi. Lazima atakuzidi tu hata kipesa. Hata kama ni mtu mdogo sana kwenye mshahara wako, ni mdogo mno halinganishwi na wewe, lakini ulishahamua kwa mamlaka ulionayo na pengine kwa nafasi yako kumtesa, uwe na hakika umemtengeneza anakuwa strong kuliko wewe. Kama hamuamini, waangalieni wale watu ambao mtoto wa kambo aliletwa nyumbani na mama mwenye nyumba akaamua kunyoka naye, kumpanga kwenye mabanda ya nguruwe na kwenye mabanda ya kuku. Leo anawaajiri wale watoto wa yule mama waliokuwa wanakula baga, wanakwenda Milimani City, sijui wanapewa nani za kwenda nje, wanakwenda kupumzika Dubai, wakati huyo akiachwa afyeke majani na manyasi na kulala kwenye nyumba ambazo hazina hata neti, anang'atwa na mbu masaa 24. Hiyo ngoma leo ni kifaru, kwa sababu ndivyo watu hodari wanavyotengenezwa. Oh my God, hayo makofi yatoshi, ungempigia Bwana makofi mengi. Haleluya. Na kuna watu wachache hapa mko kwenye mateso. Hata asubuhi ya leo ukienda, unaenda kwenye kamati ya nidhamu, umetengenezewa vikao, halafu unanungunika, unafikiri Mungu amekuacha.
God at work, unakomazwa, unatengenezwa. Kuna mahali unaenda na utafika hapo. Kwa jina la Yesu, washindi wangeweza kumpigia Bwana makofi mengi tena. Haleluya. Ni nyakati ngumu tu zinazoweza kutengeneza watu hodari. Na kama kuna makosa ambayo wewe uliyafanya, nataka nikuambie kutoka madhabahu hii, kwenye management yoyote, taasisi yoyote, iwe serikalini, iwe kwenye siasa, kwenye vyama vya siasa, iwe kwenye taasisi zozote za dini au mashirika au makampuni, kama wewe ni kiongozi au unafanya kazi na mtu ofisini na ukasikia liroho linakutuma kumtengenezea nyakati ngumu kama roho la Farao ya kuwatesa Waisraeli, hayo ni makosa umefanya tangu day one, na sikufariji, huwezi kumfikia tena kwa bahati mbaya. Yani hata kama leo unaamua kuacha, unakoma kama ulivyokoma kunyonya maziwa ya mama, yani unaweza kaamua tunasema leo basi sitahangaika naye tena, lakini ashakupita, ashakuovertake siku nyingi, ni strong kuliko wewe. Na acha nikuhakikishie kutoka kwenye madhabahu hii, kuanguka mbele yake utaanguka tu. Huyo mtu uliyemtaabisha, kuanguka mbele yake, na kuhakikishia kwa neno la Mungu ninayemtumikia kwenye hii madhabahu, kuanguka utaanguka tu. Alianguka Farao aliyewatengenezea Israeli nyakati ngumu kwa miaka 400. Alianguka Farao na jeshi lake na watu 600 hodari wakaanguka mbele za Musa na Waebrania kwenye bahari ya Shamu. Alianguka Hamani mbele ya Esther na Mordekai, akaanguka. Alianguka Sauli mbele za Daudi na nyumba ya Sauli ikafutika na nyumba ya Daudi ikaendelea kuongezeka. Walianguka watu waliosimama kinyume na kutengeneza mazingira magumu, wakiamini ya kwamba huyu mtu tumemmaliza, huyu mtu tumemmaliza. Haujawahi kummaliza, umewahi kumtengeneza, umewahi kumsababisha afikie kwenye malengo yake. Kwanza ninakupongeza kwa sababu nyakati ngumu zinahitajika ili watu wawe hodari na wafikie malengo yao. Ahimidiwe Bwana aliyekusaidia wewe, aliyeruhusu wewe ukatumika kumtengeneza huyo mtu ambaye amekuwa hodari. Daudi alisimama na nyumba ya Sauli ikaisha, lakini Daudi aliendelea kustawi na nyumba yake ikakaa milele. Na Hamani akafa, lakini Mordekai akaendelea kusimama na kustawi milele. Farao akafa, lakini Musa na Israeli wakaendelea kustawi milele. Ndivyo ambavyo wale watu wagumu, wale watu ambao ni hodari, waliotengenezwa, ndivyo ambavyo leo unaona taifa la Israeli. Mabibi na mabwana, katika bara la Afrika, kama ninakosea nitaomba kusahihishwa. Katika bara la Afrika, kama kuna mtu ambaye ni hodari kwa jina na ambaye hata jina lake ni utalii, watu wanasafiri kutoka mataifa mbalimbali kwenda kuangalia, mwenye influence hata baada ya kufa Afrika, ni Nelson Mandela, rais wa South Africa mstaafu na hayati. Makaburu walimweka ndani miaka 27 wakifikiri wanammaliza kisiasa, lakini ndiye mtu ambaye fingerprint ya siasa Afrika unamtamka Nelson Mandela wa South Africa, lakini alitengenezwa kwa miaka 27. Haya makofi hayatoshi, pigage makofi yanayoeleweka. Haleluya. Walimwandaa kaburu, walimwandaa Mwafrika huyu, wakamfanya kuwa strong kwa miaka 27 jela au magereza. Leo gereza alilokaa kila siku linaingiza dola dunia nzima, watu wanaenda kuangalia hilo gereza. Kirago chake alicholalia ni utalii, ni dola mpaka kesho. Nyumba yake, mahali pake, nguo yake, shati lake, kiatu chake, kuangalia tu kiatu cha Nelson Mandela hivi unalipia dola.
sahani aliyolia jela. Watu wanaenda South Africa, unaenda. Kwa nini? Alitengenezwa, ni strong fingerprint ya siasa Afrika. Wacha kumtamka Mandela, hakuna mwingine wa kutamka wa kiwango hicho. Lakini ni nyakati ngumu zinazotengeneza watu hodari. Na leo ukiangalia influence waliona, kama wale makaburu wangelijua huyu jamaa tunamtengeneza, wasingehangaika naye. Lakini walimwekea mazingira magumu sana sana, ambayo wanaamini kabisa hii ngoma lazima itakuwa kichaa. Mtu kuwekwa, unawekwa jela miaka 20, unakaa hapo hapo, una uhuru. Unaweza ukachanganyikiwa, unaweza ukawa psychologically, unaweza usiwe fit. Lakini mtu alikaa miaka 27 na akatoka, akaongoza nchi na akafa akiwa na akili yake timamu. Kwa nini? Alitengenezwa na nyakati ngumu. Sasa ni maombi yangu asubuhi ya leo, ninyi ambao mnapitia mapito magumu, jua tu uko garage. Yani wewe habari ya kujisumbua, ya kujisononesha, ya kutembea na sonona, ya kuona umeachwa na Mungu. Haujaachwa. God at work. Mungu yuko kazini na Mungu anakutengeneza. Lakini nawapelekea salamu wale wataabishaji ambao kila mahali wataabishaji wapo. Wende ofisi hizi, wataabishaji wapo. Wende kwenye jamii, wataabishaji wapo. Wende kwenye siasa, wataabishaji wapo. Sasa mimi nawapelekea salamu asubuhi ya leo, ninyi wataabishaji. Unamtaabisha huyu ili asiongezeke. Nataka nikuambie, hakuna kitu ambacho unakisababisha. Yani wewe umemvaksini au umemboosti. Yani kumtesa mtu ni kumchoma sindano ya kumboosti. Unamboostisha. Yani unamboostisha. Hakuna kitu ambacho kinamboosti binadamu huku duniani kama ajue kwamba hapa ninateswa na nimetengenezewa mazingira magumu. Na yeye ataanza kujiuliza how, when, why. Hayo majibu lazima atayapata. Na duniani mwanadamu yupo, ni nature, ni sheria ya asili. Mtu anatengenezwa na mazingira magumu. Anatokea mtu hodari kwenye mazingira magumu, hard time. Kwa hiyo nataka nikuambie, tangu day one umewahi kukosea. Ulishakosea. I'm very sorry kusema hivyo. Ulishakosea. Tangu siku ya kwanza ulipoweka nia moyoni mwako kwamba huyu mtu ninamtaabisha, basi ulishakosea. Kama wale wa Babeli walivyoamua kusema tunamtaabisha Danieli, ndio siku walikosea. Danieli aliongezeka akazidi. Tangu siku mke wa Potifa alipoona anamtaabisha Yusufu kwenda gerezani, ndio siku ambaye alikosea. Mume wake akiwa mkuu wa majeshi alipiga saluti mbele za Yusufu, mbele za mke wa Potifa. Nataka nikuambie, tangu siku wana wa Israeli, wana wa Yakobo 12 walivyoamua, 11 walivyokaa kikao akaamua kumuuza Yusufu kwenye mazingira magumu, day one ndio siku waliokosea. Maana walianguka mbele zake kuomba chakula. Kwa hiyo ulishakosea. Yani hilo wala sitaki nikufiche. Ulisema huyu namtaabisha kwenye hii taasisi. Ulisema huyu namtaabisha hapa, na muondoa na hakikisha nimemchafulia jina kwenye siasa hata julikana tena. Umeshakosea. Umekwisha potea. Umekwisha potea. Basi wapendwa, ninaishia hapo asubuhi ya leo. Hebu punga mkono wako pamoja nami.